Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, uongozi wa klabu ya Yanga umekutana kufanya tathmini ya kile ambacho kimekuwa kikitokea, na hususan kwenye michezo mitatu ambayo Yanga wametoa sare. Sasa kikao hicho bwana kimeongozwa na rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said, lakini pia makamu wa rais Arafat pia alikuwa miongoni mwa watu ambao wamehudhuria kikao hicho, lakini pia kocha Pedro Gonçalves na kocha msaidizi pamoja na kocha wa makipa nao pia walikuwa sehemu ya majadiliano hayo ambayo yamefanyika makao makuu ya klabu ya Yanga. Sasa bwana, Yanga wametoa taarifa juu ya kile ambacho wamekijadili na hatima ambayo wamefikia na ni kwa namna gani sasa kile ambacho wamekibaini kama changamoto wamekitatua. Bwana, Yanga wametoa taarifa kile ambacho wamekijadili kupitia kwenye ukurasa wa klabu hiyo, na nikupitishe ama nikusomee kile ambacho Yanga wamekijadili na wamefikia makubaliano. Bwana, taarifa inasema uongozi wa Yanga Africa Sports Club leo tarehe 23 mwezi wa 3 2026 umekutana makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam na kufanya kikao cha tathmini ya timu yetu. Bwana, baada ya kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu msimu huu. Kikao kilianza kwa uongozi kupokea ripoti ya kikosi chetu kutoka kwa benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Pedro Gonçalves, ambapo ripoti hiyo ilionyesha baadhi ya takwimu nzuri za timu katika mzunguko wa kwanza. Mpaka sasa Yanga Africa tumecheza michezo 16, tukishinda michezo 11, sare michezo 5 na hatujafungwa mchezo wote ule. Vile vile Yanga Africa Sports Club ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu mpaka sasa, magoli 32, huku tukiwa na rekodi nzuri pia ya kuruhusu magoli machache kuliko timu nyingine, magoli 3 ikiwa ndio yameruhusiwa kwenye nyavu za klabu ya Yanga. Bwana, hata hivyo, baada ya kupitia kwa kina ripoti hiyo ya benchi la ufundi, uongozi umebaini changamoto kadhaa zilizoisumbua timu katika mzunguko wa kwanza wa ligi. Moja, ratiba ndani ya siku 21. Kikosi chetu kimecheza michezo 7 mfululizo, michezo 6 ya ligi kuu na mchezo mmoja wa kombe la shirikisho la CRDB. Ratiba hii pia ilijumlisha na safari ya umbali wa kilomita 4462 kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine kwa ajili ya mechi za ugenini. Uongozi unaamini safari hizi na ratiba kubana kulipunguza ufanisi wa wachezaji kutokana na uchovu uliopatikana. 2, majeraha. Mpaka sasa timu yetu ina wachezaji 8 muhimu ambao wamepata majeraha tofauti yaliyopelekea kukosa michezo: Homen Abubakar, Clement Mzize, Dickson Job, Ibrahim Baka, Shadrack Boka, Edmund John, Prince Dube na Laurindo Maria maarufu kama Depu. Wachezaji watatu kwenye orodha hii wamepata majeraha yatakayoweka nje mpaka mwishoni mwa msimu. Aidha, licha ya changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayoifanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji, kwa maana ya style of play, na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Changamoto hii ya kiufundi imekuwa sababu ya kuifanya timu kupata wakati mgumu kupata matokeo mazuri na kucheza vizuri pia kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu. Hivyo, katika kuitatua changamoto hii, uongozi wa Yanga Africa Sports Club umefikia uamuzi wa kumuongeza kwenye benchi la ufundi kocha Abdihamid Mollin kama kocha msaidizi wa kocha Pedro Gonçalves. Kocha Mollin amewahi kuhudumu katika klabu yetu kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika vipindi tofauti chini ya kocha Silamovic na Mirudi Hamdi, na kupata mafanikio makubwa ya kushinda kombe la ligi kuu 2024-2025, kombe la shirikisho la CRDB 2025 na kombe la muungano 2025. Uongozi wa Yanga Africa Sports Club unamkaribisha kocha Mollin na kumtakia kila la heri kwenye majukumu yake mapya kwa kushirikiana na makocha wengine ndani ya kikosi chetu. Mwisho, uongozi wa Yanga Africa unapenda kuahidi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuwa timu yetu itarudi mzunguko wa pili ikiwa imara na nguvu kubwa kuelekea kutimiza malengo yetu kwa msimu wa 25-26 kwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya NBC na kombe la shirikisho la CRDB. Daima mbele, nyuma mwiko.
Bwana, hicho ndicho ambacho kimejadiliwa kwenye kikao. Naweza kusema kikao cha dharura ambacho kimehudhuriwa na viongozi hao wa klabu ya Yanga wakiongozwa na rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, lakini pia na benchi la ufundi kwa maana ya kocha mkuu Pedro Gonçalves, kocha makipa, lakini pia kocha msaidizi. Lakini kama ambavyo tumetaarifiwa kwamba Yanga wamemuongeza Miludi Hamdi kuwa mkurugenzi wa ufundi ndani ya kikosi hicho, akirejea tena baada ya Yanga kuwa amemchukua kutoka ndani ya klabu ya KMC. Amerejea tena Miludi Hamdi. Nikukumbusha tu kwamba Miludi Hamdi amewahi kuwa kocha wa klabu ya Azam, lakini pia kuwa mkurugenzi kuwa kocha wa vijana wa klabu ya Azam kabla hajatimkia ndani ya klabu ya KMC. Bwana, Miludi Hamdi yeye alifika Azam mwaka 2022. Mwanzoni alifanya kazi na timu za vijana za Azam, baadaye alipewa nafasi ya kuwa kocha wa timu kubwa kwa maana ya head coach. Alifanya kazi Azam kwa takriban miaka 2 na miezi kadhaa kabla ya kuondoka. Baada ya hapo aliendelea na kazi ya ukocha katika klabu ya KMC. Kwa hiyo Miludi Hamdi ni moja kati ya makocha ambao wanalijua vizuri sana soka la Tanzania. Kwa hiyo kuongezeka kwa Miludi Hamdi pengine kunaongeza kitu ndani ya klabu ya Yanga ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatetea ubingwa ambao wameendelea kushikilia, lakini pia wanaendelea kufanya vizuri. Sasa ukiachana na kile ambacho kimefanywa na klabu ya Yanga kwa kufanya tathmini ya kile ambacho wamekiona kwenye michezo kadhaa ambayo wamecheza, ikiwemo michezo mitatu ambao wametoa sare. Kama nakumbuka, wametoa sare dhidi ya Azam FC, mchezo ambao ulitamatika pasipo kufungana, lakini wakatoa sare dhidi ya TRA United pasipo kufungana, lakini wakatoa sare dhidi ya Mtibwa. Moja kati ya matokeo ambayo tumeona baadhi ya mashabiki wampiga kelele sana kwamba kuna shida ambayo Yanga wanatakiwa kuitatua, lakini pia ikitokana pia na majeraha ambayo wachezaji wa klabu ya Yanga wameyapata takriban 8 kama ambavyo wametanabaisha kwenye ripoti ambayo wameiandika. Sasa Simba Sports Club nao pia bwana hawakuwa nyuma. Leo nao pia bwana, rais wa heshima wa klabu ya Simba Sports Club Mo Dewji bwana amekutana na bodi ya wakurugenzi lakini pia likifanyika jambo ndani ya klabu ya Simba Sports Club, na moja kati ya jambo ambalo limefanyika bwana ni Elimpanzu Kibisawala, raia kutoka DRC Congo bwana, ameongezewa mkataba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa bwana, taarifa hii inakata kabisa zile tetesi ambazo zilikuwa zikizungumzwa kwamba Elimpanzu ameshakwisha kusaini sehemu fulani na Elimpanzu huenda kaondoka, Elimpanzu anatakiwa bwana. Tetesi hizo bwana zimekatwa kabisa, na sasa Elimpanzu ni nyota wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa miaka 2 mingine tena. Kwa hiyo Mo Dewji bwana, kwa sasa Simba wanaendelea kuboresha kikosi chao kama ambavyo walifanya kwa Rushain Deluk kumongezea mkataba, vile vile Kibisawala. Elimpanzu anaendelea kusalia, na hii ni kuhakikisha kwamba wale nyota ambao wamefanya vizuri basi wanaendelea kusalia ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kuondoa sasa ile kubadilisha kila dirisha wanabadilisha. Sasa hivi Simba ameamua kubakiza nyota ambao watawasaidia kwenye msimu unaofuata. Kwa hiyo Simba Sports Club bwana wamemuongeza mkataba Elimpanzu Kibisawala na ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wakati Yanga wakifanya tathmini ya kile ambacho wamekigundua kwenye michezo kadhaa. Simba na wenyewe wameendelea kuboresha kikosi chao baada ya kumongezea mkataba wa miaka 2 Elimpanzu, na ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kukata zile tetesi kabisa ambazo zilikuwa zinamhusisha pia kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo iko hivyo, wakati Yanga wakifanya hili, Simba nao bwana pia wamefanya. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.